kukimbilia kunywa pombe wakidai kupunguza mawazo. Lakini bado akirudi nyumbani tatizo juu ya tatizo haliondoki, linaongezeka. Hii imepelekea kina mama wengi kutamka kwamba kwetu sikuua. Wanyakyusa wanasema kumyetu ngagogire gwe. Wanakimbilia kupumzika kwao. Wakifika kwao huenda nako akakuta baba na mama wamegombana, katika uzee wao wamepigana, wameumizana. Wanamkaribisha mtoto wao, karibu mtoto wetu, je kuna nini? Inabidi asiseme tatizo lake, anaishia kusema nilikuja kuwasalimia tu. Akirudi kwenye ndoa yake matatizo yanaendelea. Baadaye mama anaamua kwenda kwa balozi, huko nako anakuta balozi huko kupigana na mke wake. Wanapomwona yeye tu wanasema afadhali umekuja, tunaomba utushauri. Sijui ni kitu gani kitatokea. Kipofu anaweza kumuongoza kipofu mwenzie? Baadaye mama anaamua kwenda kwa mchungaji kanisani. Huko anajibiwa Biblia imesema samehe 7 mara 70 mpendwa. Wewe ndo kwanza umesamehe mara 3. Hatimaye mama anaamua kwenda serikalini kudai talaka. Serikali inamzungusha bila sababu. Ukiifuatilia sana serikali itakuambia alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganisha. Ndoa inabakia kuwa misumari ya moto na mateso ya ajabu.